Wapendwa watazamaji wa Tumaini Televisheni, natumia tena nafasi hii kuwakaribisha kwenye kipindi chetu cha Birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Kama kawaida yetu, kila tunapokutana tunakaribisha uwepo wa Mungu kati yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba, tunakuja tena mbele yako tukiomba utuongoze kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu, ili yale tutakayo yajadili yatusaidie katika safari yetu ya kujitakasa na kujitakatifuza. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa watazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Tunakumbuka katika birika hii lenye tao 5, kati yake kulikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa, jamii ya vipofu, na jamii ya viwete, na jamii ya waliopooza, wakisubiri uponyaji kwa kutibuka maji ya birika. Sisi tunaendelea kuangalia jamii kubwa ya vipofu, na upofu wetu leo ni ule ambao tumepoteza thamani, tumepoteza maana na nguvu ya adhimisho la misa takatifu. Tumeona katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 1 aya ya 19 mpaka ile ya 20 kwamba azimisho la misa takatifu ni kushiriki sadaka ya Yesu pale msalabani. Hivyo sadaka ya Yesu pale msalabani inatuletea ukamilifu, upatanisho na amani. Nasi tunaendelea kuangalia ukamilifu. Ukamilifu ni upi? Ni katika sura na mfano wa Mungu ambavyo Mungu ametuumba. Tumeona katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 aya ya 27. Tuendelee basi kuangazia sura nyingine ya Mungu, nayo ni sura ya uvumilivu, kama tunavyosoma katika Zaburi ile ya 86 aya ya 15 kwamba Mungu mwenye rehema, Mungu ni mpole, Mungu ni mvumilivu, Mungu ni mkweli. Tuchukue moja, Mungu ni mvumilivu. Sisi wanadamu wakati mwingi ni dhaifu, na hivyo Mungu amekuwa mvumilivu kwetu kwa kutupa nafasi kwenye maisha yetu. Tukitazama katika historia ya wokovu wetu kwenye kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ile ya 3 kuanzia aya ya 1 na kuendelea, tunaona Mungu akionesha uvumilivu wake. Wanadamu wakikataa kumtii na kula matunda aliyowakataza, Mungu anawafumbua mioyo yao, anawafumbua macho. Wanajiona hatia kwamba wamevunja sheria. Badala ya kwenda kufanya toba, wao wakajitengenezea vazi la majani ya miti. Mungu akaona basi ajaribu kuwasogelea. Alipowasogelea wakakimbia na kujificha kati ya miti. Mungu akaona kujificha kwao kati ya miti hakujaziba masikio yao. Akawaita, Adamu, uko wapi? Adamu akasema, nilijua ni uchi na nimejificha. Akajaribu kurahisisha swali, kwani nani amekuambia uchi? Je, umekula tunda la mti lile nilokukataza? Adamu alikataa, si mimi bali ni yule mwanamke uliyeniletea. Mungu kwa uvumilivu anakwenda tena kwa mwanamke kumuuliza, je, wewe umefanya nini? Mwanamke anasema, si mimi, ni huyu nyoka ambaye wewe mwenyewe ulimuumba. Mungu
anajaribu kutoa adhabu kwa wanadamu, labda watajifunza na kukubali kosa lao. Anaamua kutoa adhabu. Kutakuwa na uadui kati ya nyoka pamoja na mwanamke. Nyoka atamgonga kisigino mwanamke, mwanamke atamkanyaga kichwa nyoka. Lakini mwanamke atamtamani mwanaume, mwanaume atamtawala mwanamke, kukawa na aina fulani ya vurugu. Lakini pia mwanaume atakula kwa jasho, nchi ikalaaniwa. Haya yote yalikuwa ni uvumilivu wa kumrudisha mwanadamu afanye toba. Mwanadamu hakukubali. Mungu akaendelea. Sura ya 3 aya 21, Mungu akaamua kuwavisha upya mavazi ya ngozi. Akawafundisha wajitambue wao ni wanadamu, wanapaswa wakikosea waombe msamaha. Lakini hawakuwa tayari, na hata tunaona kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 24, basi akiwafukuza kutoka katika hali ile ya bustani ya Edeni. Hii yote inaonyesha jinsi gani Mungu ni mvumilivu. Sisi nasi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunaalikwa kwenda kwa wavumilivu. Tunaalikwa kuwapokea wenzetu katika madhaifu yetu. Kwa nini tunaalikwa katika hili? Tunaona katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya 9 kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko kitu chochote. Moyo una ugonjwa, tena ugonjwa wenyewe ni wa kufisha. Nani awezaye kuujua? Ndugu zangu, tutegemee kupata maudhi mengi kuliko mambo yanayotupendeza. Na kwa hiyo tusipokuwa wavumilivu, tutaweza kuipoteza baraka ya Mungu. Tuwapokee wenzetu kwa sababu wao ni dhaifu wa moyo. Lakini tunapowapokea, tunajitengenezea nasi nafasi ya kupokelewa kwa Mungu, kwa sababu sisi nasi ni dhaifu wa moyo. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema katika ile Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 14 kwamba mkiwasamehe ndugu zenu makosa yenu, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe makosa yenu. Haya yote tunayaweza vipi? Tunaweza tu ikiwa tutakuwa tumefanya adhimisho la misa takatifu, tukakaribishwa kwenye nguvu ya kuwa wakamilifu katika sura na mfano wa Mungu, kuwa wavumilivu. Tukaweza kuwapa nafasi nyingine watu. Kwa kuwapa nafasi nyingine wenzetu hawa, na sisi tukapewa nafasi ya kupewa nafasi nyingine. Kwa maana gani? Tukiwasamehe wenzetu waliotukosea, basi na sisi Mungu wa mbinguni, Baba yetu, anatusamehe makosa yetu. Lakini hatuwezi kuipata hii nguvu, wapendwa watazamaji, kwamba nguvu ya kuwa wavumilivu inahitaji tuweze kushiriki katika adhimisho la misa takatifu, ambalo tunashiriki sadaka Yesu pale msalabani, aliyevuliwa nguo, aliyepigiliwa misumari, aliyedhihakiwa kwa maneno ya dhihaka, lakini bado alikubali kutangaza msamaha. Ndugu watazamaji, sura na mfano wa Mungu wa uvumilivu tutakamilika ikiwa tu tutashiriki sadaka ya misa takatifu, sadaka ya Yesu pale msalabani. Ndugu zangu, tunaweza kuwa wavumilivu hata pale tutakapokuwa tumedharauliwa katika hali kubwa zaidi. Mfano, wanandoa, mume na mke. Mume anapoanza kumuuliza msaidizi, dada anayesaidia kazi za nyumbani, wanapanga ratiba na mume, chakula gani watakula, kiasi gani kinatosha, wakati mke akiwepo, ni dhihaka kubwa. Lakini pale mke anapoweza kusema, kumwambia mumewe, na wewe ni mwanaume, katika dhihaka kubwa, hii inaweza kuwa ya ajabu sana.
Lakini waamini kwa mfano wanapomwambia padre, wewe hauna nguvu za Roho Mtakatifu, wewe ni mlevi, ni dhihaka kubwa ambayo tunahitaji uvumilivu. Lakini pale ambapo labda padre kwa mfano, mimi niwaambie waamini wangu, nyinyi hamjui chochote, ni wapumbavu, ni dhihaka, lakini nahitaji uvumilivu. Haya yote tunayapata wapi? Ikiwa tutashiriki misa takatifu. Tunakamilika katika sura na mfano wa Mungu. Mungu ni mvumilivu. Tunaweza kuvumilia haya, tunaweza kuyachukua haya, na yakatufanya tuweze basi kupiga hatua mbele, kwa sababu tutajali zaidi msamaha, na huo msamaha utatuletea faida, kwamba sala zetu tutakazosali zitakuwa na nguvu, sadaka zetu tutakazotoa zitaweza kupokelewa. Kwa maana tumeona katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 23 na 24, Yesu akisema, mtu yeyote akileta sadaka madhabahuni akakumbuka na neno na ndugu yake, aiache kwanza sadaka hiyo, aende akapatane na ndugu yake, ili basi waweze kupatana. Kumbe sadaka zetu zitakuwa na maana na nguvu ikiwa tu tutaweza kuvumiliana katika yale yaliyo madhaifu yetu. Lakini tunawezaje kuvumiliana? Lazima tushiriki misa takatifu, ambayo ndiyo inatufungulia mlango wa baraka ya nguvu ya ukamilifu katika sura na mfano wa Mungu, ambaye tumeona Mungu ni mvumilivu kati ya sifa zake nyingine nyingi, na hivyo tunaweza kupata amani, kupata kile tunachokihitaji katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo imeletwa tena kwenu nami Padre Josefu Mashauri Lukuba, padre wa shirika la watumishi wa wagonjwa, yaani wakamiliani, na hudumu katika parokia Mtakatifu Rita Akashia Goba Mwisho, jimbo kuu la Dar es Salaam. Mungu atubariki sisi sote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.